Shalom, shalom watu wa Mungu. Tunawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amani ya Bwana iwe pamoja na sote kwa ujumla. Tunakwenda kushukuru Mungu tena kwa kutufikisha na kutuneemisha kuona saa hizi na muda kama na huu, na kutupatia tena muda mzuri huu tuweze kutenga kwa kuweza kuongea neno lake. Basi mbele ya kwenda kuongea neno la Mungu tutaomba kwa machache. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru na kuabudu. Tunakutukuza kwa kuwa wewe ni Mungu wetu. Tunakusifu na kusujudu Jehova, maana wewe ni Mungu mkuu. Asante kwa kutulinda. Umetulinda toka asubuhi mpaka usiku huu. Tunalibariki jina lako, tunakurudishia sifa na heshima na utukufu. Asante kwa kutupatia tena muda huu kuonekana mbele za wapendwa wako na mbele zako Baba. Asante kwa kuwa wewe uko Mungu ambaye haujawahi kushindwa katika mambo yote. Basi Bwana, utujalie nguvu za Roho Mtakatifu kuweza Bwana kutusaidia kuifanya kazi yako. Maana ulituambia kwa neno lako ya kwamba tuifanye kazi yako kwa bidii. Tuifanye kwa haraka. Tukufanyie kazi yako kwa bidii. Nasi tumekuja kuifanya kwa bidii. Utujalie nguvu, utujalie neema, utujalie Bwana uwezo wako na uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yetu. Ili tunapoyazungumza maneno yako, tusionekane sisi bali Roho wako Mtakatifu ndiye aonekane na kudhihirika. Wewe utukuke, sisi tushuke. Asante kwa kuwa pamoja nasi katika ibada hii. Utuongoze, utuonekanie na nuru yako itumulikie. Asante kwa kuwa wapendwa hawa ambao watakwenda kuyatazama Bwana maneno haya na kuyasikia, tawajalia nao kuweza kupata ufunuo kutoka kwako na mabadiliko yatokayo kwa Roho Mtakatifu. Sote tunajiombea kuongozwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Asante Yesu kwa kuwa pamoja nasi mwanzo hadi mwisho, kupitia jina la Yesu. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Leo ni siku nzuri ambayo Bwana ametuneemisha ili tuweze kuzungumza neno lake. Na neno ambalo tutakwenda kulizungumza kwa siku ya leo linapatikana katika kitabu cha Luka Mtakatifu, sura yake 12 mstari wa 49 mpaka 57. Tutasoma kwa urefu kidogo. Samahani, mwangaza ni mdogo. Tutatumia mwanga mwingine wa kutusaidia. Neno la Mungu katika kitabu cha Luka 12 mstari wake wa 49 mpaka 57 linasema hivi. Luka 12 mstari wake wa sura 12 mstari wake wa 49 mpaka 57. Tunasoma kwa jina la Yesu. Neno la Mungu linatuambia, nimekuja kutupa moto duniani, na ukiwa umekwisha washwa, ni nini nitakalo zaidi? 50. Lakini nina ubatizo unipasao kubatiziwa, nami nina dhiki kama nini hata utimizwe. Je, mwadhani ya kwamba nimekuja kuleta amani duniani? Nawaambia, la sivyo, bali mafarakano. Kwa kuwa tokea sasa katika nyumba moja watakuwamo watu 5 wamefarakana, 3 kwa 2, 2 kwa 3 watafarakana, baba na mwanawe, na mwana na babaye, mama na binti yake, na binti na mamaye, mkwe mtu na mkwewe, mkwe mtu na mkwewe, mkwe na mkwe mtu. 54. Akawaambia makutano, pia kila muonapo wingu likizuka pande za magharibi, mara husema mvua inakuja. Ikawa hivyo. Na kila ivumapo kaskazi husema
kutakuwa na joto, na ndivyo ilivyo. Enyi wanafiki, mwajua kuutambua uso wa nchi na mbingu. Imekuwaje basi kuwa hamjui kutambua majira haya? Na mbona ninyi wenyewe kwa nafsi zenu hamuamui yaliyo haki? Amen. Amen, amen, amen. Neno la Mungu limetuambia ya kwamba hapa 49 imetuambia kwamba nimekuja kutupa moto duniani, na ukiwa zaidi na ukiwa umekwisha washwa, ni nini nitakalo zaidi? Amen. Hapa tunaambiwa ya kwamba Bwana amekwisha kutupa moto duniani. Sasa baada ya kutupa huu moto duniani, ni nini ambayo imesalia? Ni nini ambayo inatakiwa? Ni nini ambayo inahitajika? Ikiwa kama ameshatupa moto duniani, umekwisha kuwashwa, ni nini nitakalo zaidi? Ni kwako wewe na mimi tuendelee na kuchochea huu moto. Inatubidi wewe na mimi kuchochea na kuongeza, kuwasha madhabahu, kuendelea kuchochea moto. Roho Mtakatifu ndiye moto ambao unaotuelekeza, ndiye moto ambao unaozima vile vikarakta vyetu vibaya. Maana mwimbaji aliongozwa na Roho Mtakatifu akaimba hivi: washa moto wako tena ndani ya mioyo yetu, hata vyote vya majani vitateketea sana. Mungu wetu, Mungu wetu, Mungu wetu, umimine Roho wako mioyoni mwetu Bwana, utimize kazi yako. Bwana amewasha tayari moto ndani yetu. Linalotubidi ni kuendelea na kuwasha ule moto uweze kuwaka ndani yetu, ndani ya madhabahu, ukiteketeza zile tabia za asili ndani yetu, nazo tabia ambazo zitakazo weza kuteketezwa na huu moto ambao ni Roho Mtakatifu, ambao Yesu ameleta duniani ili sisi tubaki tukiuchochea huu moto usiweze kuzimishwa. Amen. Tusizimishe moto madhabahuni, bali tuzidi kuuwasha na kuuchochea. Unapoweka sufuria kwenye moto, usipoendelea na kuchochea ule moto, chakula hakiwezi wiva. Lakini ukiendelea na kuchochea ule moto ambao umekwisha kuukonga, ule moto utaivisha kile chakula. Lakini usipozidi kuuchochea moto, chakula hakiwezi wiva. Sasa huu moto ambao umekuja kwetu, ambao ni Roho Mtakatifu, tuzidi kuwasha ili uweze kuteketeza vijitabia vyetu vya awali, uweze kuteketeza kila aina yote ile ya dhambi na ufisadi. Amen. Atiwasha moto ndani yetu Roho Mtakatifu, ili kwamba uteketeze vyote vya majani ndani yetu. Tuangalie sasa, huu moto umeletwa tuuchunge, usizimike, tusiuzimishe bali tuuchochee. Sasa tuangalie nini ambayo inaweza kuzimisha huu moto ambao umeletwa kwetu, uweze kuviteketeza vilivyo vibaya. Ukizimika ni hapa shetani anamiliki sasa na kutawala na kuleta vilivyo vibaya. Lakini huu moto ukizidi kuchungwa na kuweza kuonekana kwamba tunazidi kuuchochea, huu moto unazimishwa na nini? Unazimishwa na matendo mabaya ambayo yanaonekana katika kitabu cha Wagalatia. Acha tupasome Wagalatia, tuangalie vyenyewe vinazimisha huu moto. Vinazimishwa na matendo mabaya ambayo yanapatikana katika kitabu cha Wagalatia sura 5, Wagalatia 5
mstari wake wa 19. Wagalatia sura 5 mstari wake wa 19 unasema, ukituambia hivi 5:19 inasema, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Amen. Haya ndiyo matendo ambayo yanao uzima moto wa Roho Mtakatifu ndani yetu, ambayo Biblia imetutajia: ulafi, ufisadi, fitina, chuki, uongo, ulevi, usuda na mambo yote yaliyo kama hayo. Eti kwamba wanaotenda mambo yaliyo kama haya hawatauona ufalme wa Mungu. Kwa maana mambo kama na haya ndiyo yanayo dhihirisha hali ya mwili, ndiyo yanayo uzima huu moto wa Roho Mtakatifu ndani yetu. Tukirudia hapa, neno la Mungu limezidi kutuambia ya kwamba hapa kwa Luka 12 tunaangalia hapa kwa mstari wa 50. Lakini nina ubatizo. Tuangalie kwa 51. Mwadhani ya kwamba nimekuja kuleta amani duniani? Hii ni question. Hii ni swali ambayo Bwana anatuswali wewe na mimi, ya kwamba tusizani ya kwamba Yesu amekuja kuleta amani duniani. Hasha. Huu moto usipouchunga unaweza kuupotezeshwa na mpendwa mwenzako ambaye ana tabia kama vile Biblia inatufunza ya kwamba eti Bwana atawachukua kondoo, ataziweka mkono wa kulia, na mbuzi ataziweka kwa mkono wa kushoto. Hizi ni karakta au ni tabia za watu walio kwenye madhehebu. Hizi ni tabia za watu mbalimbali ambazo Yesu alileta mfano kwa kondoo na mbuzi. Mbuzi huwa na masikio magumu yasiyosikia. Kondoo ni mnyenyekevu. Alafu tukiangalia mfano, kuna wakati mimi niliweza kuwa kijijini fasi fulani nyumbani, alafu wakaniambia, peleka hii mbuzi uweze kuifungia pale kwa ule mti ili hizi mbuzi siweze kula muhogo ya majirani. Alafu ile mbuzi nikikokota nibebe kwa kuifungia nafasi wamenielekeza. Ile mbuzi ilipoona ile mihogo ilirukaruka, ile mbuzi ilirukaruka na kupiga miguu mpaka mimi nakokota kamba nayo inanikokota. Yaani unaanguka na mbuzi naanguka, lakini inakusudia tu inakimbia iende kula ile mihogo ya wajirani. Hivi ndivyo matendo ya wengi yanavyofanana. Yaani Mungu anamwambia, anamuelekeza hii njia ndiyo njia salama, analeta yeye njia zake za kando kando. Roho wa Mungu anamuelekeza hii njia ndiyo njia nzuri, nifuate, yeye analeta ubishi. Roho wa Mungu anamuelekeza fanya hivi utakuwa salama, yeye anaona tu mihogo ya jirani, anaona matabia za wajirani, anaona tusombe kama vile mbuzi kiona tusombe. Yaani itakubulula kwa ile kamba mpaka tu ikuangushe iende kukula ile mihogo wala zile sombe. Hii ndiyo tabia za mbuzi, tofauti na kondoo. Kondoo ukielekeza ni mara moja inaelekea mahali unaielekeza, lakini mbuzi inabisha, inatatanisha ajabu mno. Na hivi ndivyo wengi walivyo katika madhehebu. Amen. Na hivi ndivyo wengi wanafananishwa na mbuzi. Roho wa Mungu anawaelekeza hivi, wanafanya vya kwao. Roho wa Mungu anawaambia wafanye hivi, wanafanya vya kwao. Alafu ni kama vile wana masikio magumu kama mbuzi. Hawaelekezwi kama kondoo. Kondoo ukimuongoza kwenye kamba utamkokota mpaka naenda kwenye unamfikisha. Ukimwambia twende Uvira inaenda, twende huko inaenda. Lakini mbuzi tofauti na kondoo. Hivi ndivyo tabia za wengi zilivyo. Unamuelekeza fanye hivi ni kizuri, analeta vyake. Alafu neno la Mungu linatuambia ya kwamba
ati mimi sikukuja kuleta amani. Je, mnawaza kwamba Yesu nilikuja kuleta amani duniani? La hasha. Yesu anakataa katukatu hapa kwamba hakukuja kuleta amani, bali nini? Vita, division. Kwa Kiingereza ndio imesema division. Yaani katukatu Yesu anakataa. Ati ameleta division. Amekuja kuleta division. Huku tunajua Yesu ndiye mfalme wa amani. Lakini hapa natuambia mimi msizani kwamba nimekuja kuleta amani. La hasha. Anakataa katukatu, hakuna cha amani. Ni kumtenga baba na mwana, ni kumtenga mama na binti, ni kumtenga mama mkwe na daughter in law. Nani huyu? Mwalikazi na mama mkwe. Yaani wewe unaenda katika njia iliyo sahihi, wazazi wanakuambia, bila kuenenda katika culture zetu, katika asili zetu, katika dini letu, tunakutenga, tunatengana na wewe. Uwe radhi kutengwa na madhehebu, uwe radhi kutengwa na watu wa asili za chakwenu, bali utimize mapenzi ya Mungu. Uko sahihi. Hii ndiyo kazi Yesu alileta. Amen. Hii ndiyo ilimleta Yesu, kuwatenga wale washika madini, washika masheria. Na huku neno la Mungu linatuambia hatuko chini ya sheria. Maana Yesu alikubali kuzaliwa chini ya sheria ili wenye kuongozwa na sheria wawekwe huru. Amen. Hatuko chini ya sheria ya dhambi, lakini madhehebu zinatuongoza, zinatuhofisha kwamba tubaki chini ya sheria. Na huyu mwanaume Yesu alishakuja kutuondoa katika hiyo sheria. Ingawa yeye Yesu ni mwana wa Mungu na ni Mungu, alikubali kuzaliwa chini ya sheria ili kutufungua sisi ambao tulikuwa tumefungwa na hizo sheria. Lakini wengi bado wangali wanainama na kufungwa chini ya sheria. Hawathamini kazi ambayo Yesu alikuja kuifanya. Yesu anasema, mimi hasha sikuja kuleta amani, bali nilikuja kukutenganisha na huyo mpendwa wako ambaye ana tabia za kienyeji, ana tabia za kishetani, ana tabia za kishirikina. Wewe mwana wa Mungu ambaye umekwisha kuokoka, usitembee chini ya sheria za kishirikina, usitembee chini ya sheria ya dini, usitembee chini ya sheria za chakwenu, kwa sababu wewe ni mwana wa nuru. Haufungwi tena na giza. Amen. Amen, amen. Ati kwamba ukiwa mtenda mema utachukiliwa kama vile Yesu naye alivyochukiliwa na washikadini. Watu wa giza watakupiga vita. Ujue hiyo ndiyo kazi ilimleta Yesu. Sio kuleta amani, ilimleta ni kuleta matengano. Wewe wa nuru utengane na wagiza. Wewe wa matendo mema utenganishwe na wagiza. Amen. Amen, amen. Neno linaendelea na kutuambia likisema, ati kwamba kwa kuwa tokea sasa katika nyumba moja watakuwamo watu 5 wamefarakana, 3 kwa 2, 2 kwa 3. Watafarakana baba na mwana, na mwana na baba na binti yake na mama yake, na mwalikazi na mama mkwe. Wewe unatembea katika kuzitii amri za Mungu na sheria za Mungu. Mama mkwe anakuambia, hapa kwetu tunatembeleaga hivi, tunashikiliaga sisi asilia zetu. Ukaenenda nje ya sheria zetu za chakwetu, wewe unaleta vita vinaingia pale pale. Mume wako anakuambia, mimi ni mwanaume, lakini mimi naamini kwamba kuleta mambo ya giza ndani ya nyumba kwa kulinda familia, mambo ya kishirikina, mimi naona sio dhambi. Alafu wewe umeambiwa mwanamke kwamba umtii huyo mume kwa kila jambo. Wengi wanasimamia kwa hilo jambo. Lakini asikukoseshe mbingu. Maana mbinguni hakutakuwa mume na mke. Maana wawili watakuwa wamelala kitandani. Huyu ni mtu na mke wake, au ni mtu na mwenzake. Watakuwa wamelala kitandani wawili, mmoja atanyakuliwa na mwingine anabakizwa. Sasa ukijua hivyo, utalinda roho yako. Maana Biblia inatuambia, linda roho yako kuliko vyote uvilindavyo. Sio ulinde unyumba wako, sio ulinde wa mume wako wala mke wako wala jirani yako wala mzazi wako kuliko
kukufungulia macho, anaweza kuwa mmoja wao wale ambao watakupotezesha kazi yako. Uwe macho mwana wa Mungu, uwe makini. Kwa sababu gani? Biblia inasema hivi ya kwamba shika sana ulicho nacho, asije mwovu akaitwae taji yako. Usiwaze mwovu atakuja na mapembe wala vampire. Ni huyo ambaye unayemwamini na kumfuata bila kuongozwa na Roho Mtakatifu. Neno la Mungu linatuambia likisema, amtegemeaye mwanadamu na alaaniwe. Amekwisha kulaaniwa yule anayemtegemea mwanadamu, lakini amebarikiwa huyu anayemtumainia Mungu na kumfanya kuwa protector wake, amfanye kuwa kinga yake. Amen. Unategemea nini katika maisha yako mwanadamu? Baba, mama, ndugu, jirani, mume, mke, nani? Jibu unalitunza. Amen. Pesa, mali, akili zako, masomo. Biblia inatuambia usizitegemee akili zako. Amen. Alafu neno linaendelea na kutuambia ya kwamba akawaambia makutano pia, kila muonapo wingu likizuka pande za magharibi, mara husema mvua itakuwa. Sasa kama wewe mwanadamu unajua kutofautisha majira ya mawingu, ukiona mawingu yanakuja ile maklaudi, unaona unapita unasema, watoto muanue manguo, mvula itanyesha. Watoto muanue mihogo, mvua itanyesha. Watoto muanue kama ni karanga, kama ni mpunga, kama ni nini tumeanika nje, muanue kwa sababu mvua itanyesha. Na inakuwa hivyo jinsi ulivyosema. Umeona na kuhisi kwamba mvua itanyesha kwa sababu ya hii cloud ambayo tumeona imebadilika. Na hivyo unapotoa vile vitu ambavyo umesema kwamba tuvianue, na hivyo kweli mvua inanyesha. Sasa Biblia inatuambia hivi, ikiwa kama wewe unajua kutofautisha majira, nyakati, kwamba mvua itanyesha, leo kutakuwa joto, alafu wewe unajua kuyafananisha na kuyatambua haya majira, kwa nini hauwezi kutambua majira ya kufanya haki? Kwa nini hauwezi kutambua majira ya ujio wa mwana kondoo? Kwa nini hauwezi kujiandaa ili kwamba ujiweke tayari pamoja na familia yako, pamoja na mpendwa wako, lakini zaidi ni roho yako wewe mwenyewe kwanza uiandae na kuweka tayari. Alafu ambia wengine maneno ya Mungu, watakao kusikia wakusikie, na wasio kukusikia basi achana nao, maana wewe sio kazi yako ya kuokoa watu. Kazi yetu ni kusema tu Mungu ametutuma hivi, Mungu anapenda hivi, Mungu hapendi hivi. Wewe sasa na wewe kazi yako mwenye ulisikia ni kubadilika au ni kushupaza shingo. Amen. Kazi yetu sio ya kubadilisha watu. Hiyo ni kazi ya Roho wa Mungu. Na mtu mwenyewe kwanza anapiga hatua, ndipo Roho wa Mungu anakuja, naye Roho wa Mungu hafosi mtu, kwa sababu alisema, ninapiga, tazama ninabisha langoni kwako, ukifungua nitaingia nami nitakaa pamoja nawe. Lakini usipofungua mlango wako ambayo ni roho yako, Roho wa Mungu hawezi kukukaza. Amen. Choice ni ya kila mtu. Aidha ukubali, aidha ubishe, wala ukatae upinge. Amen. Alafu sasa watu tunataka kuwakaza watu sana ili waweze kumfungulia Roho wa Mungu. Hapana, hiyo sio kazi yetu. Mungu atusaidie sana. Ati kwamba ikiwa kama sisi tunajua, wanadamu tunajua kutambua majira ya mvua na majira ya wakati wa joto, kwa nini hatuwezi kutambua ujio wa Yesu Kristo mwana wa Mungu ili tujiandae, tujiweke tayari wapendwa? Amen. Hivi ndivyo Biblia imetuambia ya kwamba ikiwa kama tunajua kutambua mida na majira ya mvua na joto, kwa sababu gani hatuwezi kutambua ujio wa mwana wa Mungu? Kwa sababu gani hatuwezi kutambua dalili za ujio wa Kristo ili tujiweke tayari? Biblia inaita huyu mtu ambaye anaweza kutambua majira na nyakati za baridi na jua, lakini hawezi kutambua nyakati za ujio wa mwana wa Mungu, hawezi kutambua namna ya kujitakasa na kujiandaa. Biblia inamuita huyo ni mnafiki. Amen. Tusome ili tusije tukawaza mimi ndiye nimesema. Kila ivumapo kaskazi husema kutakuwa na joto, na ndivyo ilivyo. Amen. Ukisema hivyo na njogi sina inakuwa. Hapa kwa 56 inasema, enyi wanafiki,
mwajua kuutambua uso wa nchi na mbingu. Imekuwaje basi kuwa hamjui kutambua majira yake? Na mbona ninyi wenyewe kwa nafsi zenu hamuamui yaliyo haki ili mjiandae? Kwa sababu gani mnatambua nyakati na majira ya mvua, wala nyakati au majira ya joto, lakini hamjui kutambua kwamba Biblia inasema lile ambalo hautaki wakutendee na wewe usimtendee ndugu yako. Wewe unataka wakutendee mema, wewe unatenda mabaya. Kwa nini sasa hauwezi kutambua? Kwa nini hamtambui wenyewe kwamba kwa nafsi zenu hamuamui yaliyo haki? Amen. Ili ile haki tuelekeze kumuona Mungu. Kwa nini hatuwezi kuitambua haki ya Mungu ili tuifanye, ili tuitimize, ili ikawe ya kutuvusha kwenye lango la mbingu? Na kuachia hili swali. Je, unatambua nyakati na majira za jua au za mvua? Je, unatambua wakati ambapo unakustahili wewe na mimi kutenda haki au hautambui? Biblia inakuita wewe ni mnafiki usiyefanya hivyo. Tusome. Neno la Mungu linatuambia katika Wathesalonike wa kwanza sura 5:1-8. Inasema, lakini ndugu, kwa habari ya nyakati na majira hamna haja niwaandikie, maana ninyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu uwajiapo kwa ghafla, kama vile utungu umjiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. 4. Bali ninyi ndugu hammo gizani, hata siku ile iwapate kama mwivi. Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana. Sisi si wa usiku wala wa giza. Basi tusilale usingizi kama wengine, bali tukeshe na kuwa na kiasi. 7. Maana walalao usingizi hulala usiku, pia walewao hulewa usiku. 8. Lakini sisi tulio wa mchana tuwe na kiasi, hali tukijivika kifuani imani na upendo, na chepeo yetu iwe tumaini la wokovu. Amen, amen. Bwana sifiwe sana na Bwana tukuzwe. Neno la Mungu linasema ya kwamba Baba peke yake ndiye amebaki na siri hii ya siku ambayo atakuja kulinyakua kanisa. Amen. Lakini sisi tulio nuruni, Biblia imetuambia ya kwamba walio wa nuruni eti hawatakuwa surprised. Hapana. Hawatatokewa kwa ghafla. Maana neno limetuambia ya kwamba ati siku ile, maana ninyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Ndivyo Yesu atakuja kama mwivi. Wakati wanaposema amani, tutambue uharibifu unakuja. Amen. Biblia inatuambia bali ninyi ndugu hammo gizani. Sisi ambao tumo katika nuru ya Mungu hatutashtukizwa. Kuna dalili ambazo Roho Mtakatifu atakuambia, atakuonyesha, anatuonyesha hapa haya majira. Kuna kitu ambacho kunataka kutokea. Hii inaonyesha kwamba hizi dalili mwana wa Adamu yuwaja. Jitayarishe, safisha mavazi ya rohoni, ujiweke tayari. Kuna kitu kinataka kutokea kwa sababu umechunga ule moto ambao tumesoma katika kitabu cha Luka 12 kwa mstari wa 49. Uliyechunga moto wa Roho Mtakatifu.
Hakika Roho Mtakatifu hukupatia masaini fulani ya kukuambia hapa ukae macho, hapa uwe tayari, hapa kuna dalili ambazo zinamaanisha na kukuonyesha kwamba kuna kitu kinataka kuhappen, kuna kitu kinataka kujitokeza kilicho kipya. Amen. Kuna kitu ambacho kinataka kutokea, kama vile siku moja Bwana aliwahi kunifunulia akasema kuna jambo jipya linataka kutokea kwa ulimwengu. Je, hamuoni mambo yanayotokea kwa ulimwengu wa sasa? Hamuyaoni? Bwana kaniambia wakati fulani ninakoroga ulimwengu wote mzima, kama vile ninavyo kuonyesha mtu ambaye amesimama kwenye kilinda, kwenye kisufuria kikubwa, anakoroga uji. Bwana kaniambia maana ya hii ni ulimwengu ninakwenda kupitisha control iliyo kubwa, kumcheki kila mmoja kwa zamu yake, maana ninamuandaa sasa bibi harusi. Oh, haleluya. Uweke tayari moyo wako mpendwa unayenitazama. Ujua ulimwengu unasukwa. Kuna jambo Bwana nataka kulifanya kwa kanisa. Bwana kaniambia kipindi hicho ya kwamba ninamuandaa bibi harusi katika masukosuko haya, katika kuzunguka ulimwenguni kote pazima. Mutasikia vurugu. Bwana kaniambia kipindi kimoja pamepita miaka 2. Ole kwa Tanzania, maana naona Tanzania kunaingia samaki ambaye ameonekana kuvaa bendera ya nchi ya Tanzania. Bwana kaniambia kumepita miaka 2. Angalia, Wakristo wanakwenda kupata shida, maana huyu samaki ambaye yuko baharini kwenye rindi kubwa amevaa bendera ya nchi ya Tanzania. Kuna kitu kinataka kutokea kibaya kwa nchi ya Tanzania. Leo tunaona nini Tanzania? Ni maafa ya Wakristo. Ukisema wewe ni mwana wa Mungu unauawa, unafuatiliwa. Bwana Yesu atuhurumie sana. Bwana tusaidie. Bwana kaniambia kwa miaka iliyopita ya kwamba waambie watu wawe tayari, waambie watu wajitayarishe. Mimi ninakuja kucheki ulimwengu, ati kwamba waambie watu inakuja siku watu watalia, watu watasema ole mimi, kwa sababu gani nimezaliwa? Watu watajuta kwa nini nimezaliwa. Na bado haya tunayoyaona, yajayo nyuma ni mazito kuliko haya. Bwana kaniambia kipindi kingine kwa mwaka uliopita, ambia watu mmekuwa tayari katika ziki ya Wakristo. Oh, haleluya. Bwana Yesu atuvike nguvu wapendwa. Wewe ambaye ungali unacheza na dhambi, ningekuambia tu jitayarishe uache dhambi, maana saa tusiyoizani mwana wa Mungu yuwaja kulitoa kanisa. Lakini wewe ambaye umelala usingizi katika dhambi, wewe ambaye umelala usingizi, utakutwa kama vile Bwana alivyonifunulia. Angalia huyu, nikaona niliwahi kusema ujumbe huo, nikaona mtu ni mkubwa, ni mnene, lakini amelala usingizi. Bwana kaniambia nimekuja kuwatoa hawa, lakini ona huyu amebaki akiwa katika usingizi. Neno la Mungu limesema ya kwamba ati kwamba wakalala usingizi. Ndivyo neno la Mungu linasema ya kwamba ninyi ndugu hammo gizani, hata siku ile iwapate kama mwivi. Hata kwamba kama wewe unamlinda Roho Mtakatifu na moto wa Mungu ndani yako, ile siku haitakupata kama mwivi. Sio mimi ninazungumuza, lakini ni Biblia inazungumuza. Maana neno la Mungu linasema Bwana atakuja kama mwivi, wala mwana hajui siku. Lakini Biblia yangu inatuambia ya kwamba ninyi ambao mumelinda moto wa Mungu ndani yenu, tumeulinda moto wa Mungu ndani yetu, tumemchunga Roho Mtakatifu ndani yetu, ati hiyo siku haitatupata kama vile mwivi, bali Roho wa Mungu atatufunulia siri. Amen. Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana, sisi si wa usiku wala si wa giza. Basi tusilale usingizi kama wengine, bali tukeshe na kuwa na kiasi. Katika mambo yote tuyatende kwa kiasi. Wanawali walilala, lakini kila mmoja alikuwa na taa yake. Lakini wote walikuwa na mataa zao, lakini iliyo kuwa tofauti. Hawa walilala walikuwa wameweka mafuta, na mengine mafuta ya akiba.
Alafu bwana harusi alipokuja walitikisa taa zao. Wote walikuwa na taa. Wote walikuwa kanisani. Wote walikuwa wanachunga bwana harusi. Kama vile Wakristo kila mtu anasema mimi nitaenda mbinguni, mimi namsubiri leo Kristo aje kunitwaa. Lakini je, matendo yako ni ya giza au ya mchana? Jibu unalitunza wewe mwenyewe. Ati kwamba neno la Mungu linasema kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana. Sisi si wa usiku wala si wa giza. Kama wewe ni wa giza, wewe mwenyewe na roho yako na dhamiri zako unajua. Na kama wewe ni wa nuru bila unafiki, wewe mwenyewe uko shahidi wa maisha yako na matendo yako. Basi tusilale usingizi kama wengine wa kujifariji. Maana walalao usingizi hulala usiku pia, na wale wao hulewa usiku. Watendao dhambi wanazitenda gizani, sirini wanaficha. Ukiona mtu anataka kuiba, hawezi iba hadharani. Anaiba akiwa amejistiri, amejificha. Hayo ni matendo ya giza mara moja. Anazini, hawezi kuzini hadharani wamuone. Anazini katika giza. Amen. Kwa sababu yeye ni mwana wa giza. Anatenda matendo maovu, anajificha, anahide kila kitu. Anaficha kila kitu akifanyacho kwa sababu moyo unamsuta kwamba hili ni tendo la giza ambalo nataka kulitenda. Kumbe sasa ficha. Na hiyo ndiyo dhamiri na kuambia wewe ni mwana wa giza. Amen. Maana walalao usingizi hulala usiku pia, wale wao hulala usiku. Lakini sisi tulio wa mchana tuwe na kiasi, hali tujivike kifuani imani na upendo, na chepeo yetu iwe tumaini la wokovu wa kuokoka kikamilifu. Amen. Maana ninyi ndugu, maana ninyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Wakati msemapo amani, jueni hakuna nini? Msemapo amani na salama, ndipo uharibifu waja kwa ghafla. Kama vile utungu umjiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Kwa sababu watakuwa wako kwenye ubumbuwazi, wamefungwa, wamefunikwa, wamo katika giza. Hawatajua hata dalili za ujio wa mwana wa Mungu. Bali ninyi hammo gizani, hata siku ile iwapate kama mwivi. Walio nuruni, ile siku haitakuwa surprise kwao. Walio nuruni, tunaoongozwa na Roho Mtakatifu, hii siku ya ujio wa Kristo haitatuangukia ghafla kama mwizi. Bali Roho Mtakatifu atatuonyesha dalili fulani kama vile tumesoma ya kwamba tumejua kutambua dalili za mvua na dalili za joto. Hivi ndivyo Roho wa Mungu atatufunulia na kutuelekeza. Kwa sababu hii unaona hii maana yake ni roho ni mwana wa Adamu anakuja kumtua mtakatifu wake. Na hapo na wewe utafanya haraka kuanza kuandaa maisha yako ya kiroho, kuanza kuweka kila kitu kwa mpango, kama vile tunaanua manguo tunayaweka mahali palipo salama. Hivi ndivyo Roho wa Mungu hutufunulia kwamba hizi dalili zinakuonyesha mwana wa Adamu yuko mlangoni. Tayarisha, sahihisha mambo ya roho yako. Amen. Ambia watu ambao hawana hiki kipaji labda au karama za kujulishwa, wewe sasa uwe kama vile mfereji wa kufikishia wengine maji waweze kuyapokea. Wasio yapokea waache, na watakao yapokea wayapokee kwa faida yao, sio kwa faida ya mwingine. Ndiyo maana tunajisakrifie kwa kazi ya Mungu, ingawa tunapiganishwa vita vya ajabu usiku na mchana, hatulali kwa ajili ya kupiganishwa kwa ajili ya hii kazi ya Mungu. Unatoka kutoa mesaje, haulali, unapiganishwa vita ya kimaajabu. Maana unaenda kukengeusha watu wa Mungu ili
ili wajiandae shetani hawakose. Unajua hapa tuna amani, sisi hatuna amani. Ingawa tunakuja tunazungumza maneno ya Mungu, lakini tuko katika vita kali ngumu nene. Kwa sababu kitu kimoja, hatujamuiba mtu, hatujamtusi mtu, hatujaenda kumchokoza mtu, lakini tumeenda kuchokoza ufalme wa giza. Ufalme wa giza unatuma sasa wajumbe wake, wanatupiga vita, hata wanatamani kutuua. Bwana Yesu atusaidie sana. Halafu wewe mwenzako anajisakrifia maisha yake kukuambia habari za ujio wa Kristo, wewe unamneglige, unamdharau, unapuuzia. Hivi mimi kama nilishakuwa marehemu kwa hii dakika, Mungu asingelikinga mkono wake. Ni nini ambaye ilitaka kusababisha kwamba niwe marehemu? Maanisha mimi niwe marehemu kwa leo ni kwa ajili tu ya hii kazi ya kuja kutoboa siri za shetani, ya kuja kuambia wana wa Mungu, jiandaeni, Bwana yuaja, acheni dhambi, acheni haya. Maana kuna wakati moja nilikuja hapa nikasema, nilipewa ujumbe ili nije kutoa. Nilipofika karibu na manyumba ambazo zinaishi eko watu, nikamuona li shetani lenyewe linakuja. Likasema kwamba mimi nashangaa na watu wazuri Alafu linacheka, lakini hapa kumejikunja. Alafu linacheka kwa unafiki. Linacheka ile cheko ambayo naona sio tabasamu, hii ni cheko ya unafiki. Alafu likaniambia hilo ni shetani. Mimi nashangaa na watu wazuri Alafu anakunja sura na kunja hapa kwenye uso. Alafu anacheka unafiki. Alafu akasema, kwa nini msiwache watu kuwa huru? Watu wanataka kuwa huru, waachieni watu wawe huru. Alafu hilo li shetani liligombanisha ajabu mno. Katika njozi hiyo, Bwana ndiye alinisaidia kulishinda hilo li shetani. Kwa ulimwengu wa mwili pia, nilikuja kupata vita, yale mapambano na mwanadamu mwenzangu wa forili kabisa, mwanadamu mwenzangu ambaye naye anaishi kwa kanisa, anayeishi kwa dhehebu, lakini ni chombo cha shetani. Alinipiga vita mpaka nikasema, Mungu nini hii? Akasema kwamba hii ambayo ni kazi umenifanyia ndiyo imesababisha haya marumbano na magombezi yamekujia na vita vimekuwa vikali kwako. Je, haukumbuki kwamba ulipigana na shetani kule mahali nilipokupatia ujumbe? Roho wa Bwana akaniambia usiogope, niko pamoja na wewe. Alafu kama nilikushindia kwa vita ile, hata hivi nitakushindia. Bwana sifiwe sana. Bwana Yesu atukuzwe wapendwa. Tuko katika komba ambayo ni nzito na ngumu. Hata mimi mwenyewe kuna wakati ninaona imepita, nasema Jesus, nini hii inatokea kwa maisha yangu? Kwa nini mimi Bwana napata vita kali ngumu hii? Ni kwa sababu umeenda kutoboa siri za shetani, umeenda kuwaleta watu wanijue, umeenda kufanya watu waondoke katika prizo za kishetani, umeenda kuwafungulisha watu katika jela ya shetani, umewaleta waje kwangu. Hii ndiyo wivu ambayo shetani ameuonea hii kazi ambayo naifanya. Ndiyo maana sasa hataki tena uishi, anataka kumalizie maisha. Mpendwa unayenitazama, hivi leo mimi ningekuwa nilichokuwa marehemu, ningekuwa nimeshasauliwa, isingalikuwa mkono wa Mungu kuniokoa. Lakini anayekuwa na moyo wa kusaidia kwa maombi, sisi sote tunawaombea watakatifu, maana tuko katika heka za vita. Sio vibaya tukisaidiana kwa maombi, lakini sijaja kuambia kwamba jamani ninaacha hii kazi. Ndio maana kuna wakati mmoja nilisema hatuachi, haturegei, wala hatuzofishwi na mawimbi tunayoyapita. Lakini tunamtangaza Kristo aliyeshinda kifo na mauti, aliyeshinda muovu ibilisi. Hatuache kumhudumia, wala hatutaacha kumsema huyu Kristo aliyetukomboa mpaka kwa pumzi yangu ya mwisho. Tabaki namsema Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Wewe unayenitazama unaweza kusema tumebeba muda mrefu, samahani kwa kubeba muda mrefu, lakini hivyo ndivyo tumeweza kubarikiwa kwa siku ya leo, tuweze kuzungumza kwa wingi. Maana kuna wakati hatutaruhusiwa kuhubiri hivi. Hii ni kukomboa muda. Tuko tunafanya kazi kama wenyewe wanakufa kesho, ili tukomboe muda, ili Bwana sija katuuliza, mbona haukutimiza na hili? Mbona haukufanya na hili? Ndio maana tuko tunajiweka nguvu, tunamuomba Mungu atupatie nguvu, atuzidishie nguvu, tutende kazi yake kama wenyewe wanakufa kesho, ili asije katuulize, ili kusiwe hata mmoja wetu ambaye atakwenda kubaki na amekwisha kusikia maneno ya Mungu. Ati walio nuruni hawatashtukizwa, watakuwa
na vigezo fulani fulani ambavyo Roho wa Mungu atawaambia, atawaonyesha. Kama hivi Roho wa Mungu iko anatuambia na tuonyesha, ambia watu inakuja siku ambayo watazilaani tumbo zilizowazaa. Nini ambayo inaweza kutuma wewe ulaani tumbo iliyokuzaa? Jibu nalitunza. Lakini jipe moyo. Bwana aliwahi kunionyesha, nikayatangaza hapa hivi kwamba nikaona maua yanakuja yakadondoshwa ulimwenguni. Nikamuuliza Bwana, hii ni nini? Bwana kaniambia hivi ni vifo vya Wakristo vinakuja. Wengi walikamata ile maua wakaondoka, alafu wengine wakaja wakaishia karibu na yale maua. Ametoka mbali lakini ameishia nguvu pale karibu na yale maua. Bwana nikamuuliza ni nini hii? Bwana akaniambia hawa wamekuwa waaminifu katika maisha yao yote, lakini wamefika karibu na mwisho wakavunjika moyo, wakaacha, wakamiss zile gifti zao. Mungu wetu atuhurumie wapendwa. Jipe moyo, Yesu yuwaja. Jitahidi katika yote unayoyapitia mazito magumu. Jitahidi uwe mwana wa nuru na Yesu atakuangazia nuru yake. Jina la Bwana lisifiwe. Hili ndilo neno tulikuwa nalo. Libaki kwenu na kwangu. Shalom. Shalom.